Na hii madamu, huu mchanganyiko ni mzuri. Kasoro kifo na uzee. Hii ni amla kwa ajili ya magonjwa ya figo pamoja na moyo. Ni nzuri pia kwa ajili ya kwenda kuondoa kile ya stone. Inafanya kazi kubwa sana kwa ajili ya mambo hivi. Kwa majina naitwa Ivan Maswi, natoka TZ, ni mtaalamu wa kutengeneza tiba za asili kwa kutumia mimea asilia kwa maana ya mizizi, mbegu na majani. Na kama unavyoona hapa kwa meza, ni hizi product unazoziona hapa ndo tunatumia kuchanganya na kutengeneza dawa specifically kwa ajili ya kupambana na maradhi mbalimbali. Nitaenda kuanza kutoa elimu kama ifuatavyo. Hii tunaita ni sanamaki, ambayo inafanya vizuri sana kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya cholesterol. Hii ni Moringa leaves. Sisi kwa Kiswahili tunaita mlonge. Yes, mlonge ambao ni mzuri sana. Moringa leaves. Moringa leaves. Ambao ni mzuri sana kwa wale ambao wako na changamoto ya pressure, unafanya vizuri sana. Lakini pia unafanya kazi kubwa sana kwa wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa nyemelezi. Hii ni Moringa roots kwa maana ya mzizi wa mlonge, ambao ni mzuri sana kwa wale wanaosumbuliwa na changamoto ya magonjwa ya miguu kwa maana ya arthritis, rheumatism pamoja na gout. Kwa hivyo hiyo inatibu kabisa. Inatibu kabisa. Hii tunaita ni Moringa seeds. Hii faida nyingine ya hii watu ambayo hawajui, ukichukua hii moringa, kama una changamoto ya unywaji wa maji, unakuwa unakunywa kiwango kidogo cha maji. Ukitafuna hizi mbegu mbili, una uwezo wa kunywa maji kwa kiwango kikubwa sana. Lakini faida nyingine ya hii inaenda kuwasaidia hata wale ambao wako na changamoto ya diabetes. Nitaenda kuweka rosemary ambayo inafanya vizuri sana kusaidiana na mlonge ili iweze kucontrol pressure. Naenda kuweka hii ni lemon grass kwa ajili ya kwenda kusafisha kibofu cha mkojo. Lakini kuna hii hapa. Hii sasa ndio watu wengi hawaijui. Hii tunaita ni avocado seed. Avocado seed. Yes, hii avocado seed au mbegu ya parachichi ina faida kubwa kuliko hata tunda. Tunda unapokula unapata 25% ya ubora. Ila unapoenda kukula mbegu ya parachichi unaenda kupata 75 ya ubora, kwa sababu hii ni imekausha. Hii imekaushwa, imekatwakatwa. Ambapo sasa faida zake inafanya kazi kubwa sana kwa wale wanaosumbuliwa na vidonda vya tumbo, ulcers. Ni nzuri pia kwa wale wanaosumbuliwa na blood pressure. Lakini faida nyingine kwa sisi akina baba, inaenda kutusaidia wale ambao wana changamoto ya tezi dume. Ukiachana na hiyo, tumeenda kuweka hii. Pia mparachichi tusitupe mbegu. Tusitupe mbegu. Ni kitu kizuri sana kwa afya. Unaweza hata ukaitengeneza ikawa majani yako kwa nyumba. Na ukikula labda wakati umekata parachichi umekula, pia unaweza ikula hiyo. Sasa inafaa uikwangue vizuri, uikaushe kwa kivuli, uwe unaiweka kwenye chai unapokuwa unakunywa chai. Inafanya vizuri sana. Lakini pia kuna hii hapa. Hii tunaita ni fenugreek kwa maana ya uwatu, ambapo uwatu huu ni mzuri sana kwa wale wanaosumbuliwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, mambo ya gesi. Lakini pia inaenda kufanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya hormone ni balance kwa upande wa kina mama. Kuna hii hapa. Hii ni karafuu. Ina siri kubwa sana kwa wale wanaosumbuliwa na changamoto ya kinywa, meno yanauma, meno yanakufa ganzi, fizi zinatoa damu, akatumie, inafanya vizuri sana. Lakini sasa hii kwa wingi inapatikana Tanzania, kwa mkoa wa Morogoro, na kwa upande mwingine ni Zanzibari ndio unaweza kupata hii. Lakini kuna dawa yetu ya asili ya kutoka nyumbani TZ, tunaita mkunde kunde. Hii mkunde kunde inafanya kazi kubwa sana kwa wale wanaosumbuliwa na magonjwa ya tumbo. Tumbo linauma, tumbo kunguruma, hii ndio kazi yake. Tumbo linauma chini ya kitovu, akatumie. Lakini ukiachana na hiyo, tumeenda kuweka hii. Hii inaitwa kavumbagu. Kwa wale wazee. Kabla tuende hapo hivyo, umezungumzia kuhusu mambo na kufura tumbo na kuhisi uchungu. Labda tumbo ile kufura, ile constipation. Yes, inafanya vizuri sana. Inafanya pia inasaidia sana. Sasa ukiachana na hiyo sasa, tunakuja kuweka hii. Hii inaitwa ni akavumbagu. Hii akavumbagu inawasaidia wale watu ambao ana shida ya kibofu cha mkojo, yani ana dalili ya prostate. Akichelewa kukojoa anaweza akajikojolea. Anakojoa mara kwa mara, hasa bila usiku, au anakojoa anaona amemaliza kukojoa lakini bado mkojo unakuwa kama unadondoka, au anakojoa mkojo unatoka katika mfumo wa njia mbili, ukifika kwa mbele unatawanyika, mkojo hauchimbi shimo. Hii ndio kazi yake. Yani mkojo haina pressure. Hii ndio kazi yake. Na mwanaume ili uwe kamili lazima mkojo ikuwe na pressure. Hii ndio kazi yake. Lakini pia tumeenda kuweka hii inaitwa ni
tunaita ni fennel seed. Kwa Kiswahili tunaita ni shimari. Hii huwa wanaitumia kupika, lakini inafanya vizuri sana kwa ajili ya kwenda kuondoa gesi. Inafanya vizuri sana kwa ajili ya mambo ya gasi. Kwa wale ambao wanakula baadhi ya vyakula, tumbo linaunguruma, linakuwa linajaa gasi, unakuwa na ile hali ya kujampa, inafanya vizuri sana. Ukiachana na hiyo, kwa hivyo mambo na kunyamba umesuluhisha. Hii inamaliza kila kitu. Ukiachana na hiyo, tumeenda kuweka hii inaitwa ni kalikaliatu. Hii kalikaliatu inaenda kuwasaidia wale ambao kalikaliatu ni Kitanzania ama ni nini? Ni dawa ya Kitanzania hiyo. Tunaita kalikaliatu. Hii inaenda kuwasaidia wale ambao wana changamoto ya kibofu cha mkojo. Unakuwa unakojoa, mkojo unatoka mchafu, mkojo una harufu mbaya. Ndio hii. Unakuwa unajisikia maumivu makali chini ya kitovu kipindi unapokojoa. Ndio hii. Ukiachana na hiyo, tumeenda kuweka hii inaitwa Herbal Sulfur. Hii Herbal Sulfur inafanya vizuri sana kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wale ambao wana changamoto ya kidney stone, mawe kwenye figo. Ndio kazi yake. Tumeenda kuweka hii inaitwa ni hibiscus seed kwa ajili ya kwenda kuondoa maumivu mbalimbali kwa mwili. Hibiscus seed inasaidia nini? Mbegu ya rosera, mbegu ya hii hibiscus, ambapo kazi yake ni kwa ajili ya kwenda kuondoa maumivu kwa mwili. Ukiachana na hiyo, tunaenda kuweka hii inaitwa mustard seeds. Mustard seeds. Yes, hii ndio ile inaitwa haradali kwa wale msioijua. Iliko bibi. Kwa wale akina mama wanaosumbuliwa na masuala ya fibroids, kwa maana ya uvimbe, inafanya vizuri sana. Lakini ni nzuri pia kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya gauti. Wale ambao wanapata shida kutokana na ulaji wa nyama za mbuzi, inafanya vizuri sana. Sasa kuna maajabu. Hii ndio herbal soda. Ukisikia black seed, wengi huwa wanatumia kuitengenezea mafuta, kwa maana ya mafuta ya nywele. Inaitwaje? Black seed au herbal soda. Hii ukienda mpaka kwa kuruhani imeandikwa inatibu magonjwa yote kasoro kifo na uzee. Ndicho kitu ambacho hakitibiki, hii herbal soda. Ukiachana na hiyo, kuna hii hapa inaitwa amla. Hii amla ni matunda, yanatumika sana India, na kwa Tanzania yanapatikana mkoa unaitwa Tabora. Haya matunda yanafanya vizuri sana kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya homa ya ini, kwa maana ya hepatitis. Kwa wale ambao wana shida ya hedhi kwa upande wa kina mama, kwa maana ya hormone imbalance. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya magonjwa ya kidney stone, ni nzuri pia kwa ajili ya kwenda kuondoa uchovu mwilini. Ukiachana na hiyo, tuna hii kitu inaitwa alikasusi mjarabu. Kwa wale ambao wanakosa, tunaita alikasusi, ndio hivyo, haina Kiingereza, sisi tunaifahamu kwa jina la alikasusi, ambapo sasa hii kazi yake ni kwa ajili ya kwenda kuleta heshima ya nyumbani kwa wale wanaokosa hamu ya tendo la ndoa. Unakuwa unatamani kufanya tendo la ndoa, akili inataka, mwili hautaki. Ukishapiga kimoja huwezi kurudia kwa wakati, na mwingine akili inataka, mwili hautaki. Hii ndio kazi yake. Lakini tunaweka mbegu ya dania ambayo kazi yake ni kufanya detox. Tunaenda kuweka chia seed, ambapo kwenye chia hapa unaenda kupata omega 3 kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia faida nyingine, inaenda kuondoa rehemu, kwa maana ya cholesterol, mafuta yanayotokana na vyakula ambavyo sio organic, akatumie. Lakini pia nitaenda kuweka cinnamon. Hii cinnamon ni nzuri sana kwa ajili ya kwenda kuongeza joto mwilini. Naenda kuweka hibiscus kwa ajili ya pressure. Hii ni dawa inaitwa pakanga kwa wale wanaosumbuliwa na uric acid. Hii turmeric tunaiweka kwa sababu tukishachanganya mchanganyiko wetu, hii kazi yake ni kwenda kulinda dawa na kuifanya iwe na nguvu. Lakini faida nyingine ya turmeric ni nzuri pia kwa wale wanaosumbuliwa hata na ameba na masuala ya ngozi. Tumeenda kuweka flaxseed. Hii ni nzuri sana kwenye masuala mazima ya diabetes. Inafanya vizuri sana hizi mbegu. Ukiachana na hiyo, tumeweka ginseng, ambayo hii ni hulinjani inayopatikana China, Japani na Korea. Ni anti-cancer. Narudia tena, hii ni anti-cancer. Saratani imeisha hivyo? Imeisha kabisa. Inaitwa ginseng au hulinjani. Ndio maana ukienda kwa nchi za wenzetu, hususan Japani ambapo wanazalisha sana, ukiona watu wa kule ni watu strong sana. Ukiachana na hiyo, nimeenda kuweka hii inaitwa Kust Indian, na yenyewe inafanya kazi kama hii, ambapo hii inatibu maradhi yote kasoro kifo na uzee. Ukiachana na hiyo, sasa kuna hii hapa inaitwa Richard Herbert. Hii sio fertilizer, ni mbegu inaitwa Herbert Richard, inatoka kwa Wapersians, kwa maana ya Irani, ambapo hii kazi yake ni kwa ajili ya kwenda kupambana na changamoto ya maradhi ya maumivu ya mwili. Ukiachana na hiyo, tumeenda kuweka hii tunaita ni mdindadinda. Hii inaenda kufanya kazi kubwa sana kwa wale ambao miguu inawaka moto, natembea kwenye unyayo kama kuna vitu vinachoma choma. Ni dawa yetu ya asili. Sasa kuna hii hapa, hii ni full nutrition, ambapo ukitumia hii unaenda kupata
zaidi ya 98% za madini kwa mwili, kwa maana ya 98% ya mineral kwa mwili. Lakini pia faida nyingine ni mti. Hapana, hii haipandwi, hii inapandwa kwa bahari. Inaota kwenye miamba. Na hapo ukitumia hii kule kwetu tunatumia lugha moja kwamba ni chakula cha samaki. Ambapo hii inaenda kupambana na vitu vingi sana kwa mwili. Sasa basi tukishachanganya vitu vyetu kama mlivyoona ndugu zangu, hivi vyote tunakuja kusaga na hii mashine yetu. Tukisha saga tunakuja kupata product yetu ambayo ni hii, ambapo product hii sasa hizi zote ambapo product yetu hii sasa ndio unaenda kutumia zote. Yes, ambapo sasa ndio unaenda kutumia, unaweka kijiko moja nusu. Kuna sehemu nyingine unachota kijiko moja, kuna sehemu nyingine unachota nusu ili kuweka ratio sawa. Sasa ukishaenda kusaga ndio unaenda kupata package ambayo ni hii, ambapo sasa tukishasaga tunaenda kupaki kwenye hizi package, ambapo ndio hizi package. Hii package unaenda sasa, ukishapata package hii au hii, namna ya kutumia kama hii poda ya turmeric, unachota hii teaspoon unaweka kwenye kikombe chako. Hii sasa iko hapa hivi. Hii yenye iko hapa sasa. Unachota unaweka kwenye kikombe. Ukishaweka unachukua na asali, unadondoshea ambayo ni asali hii, iwe pure honey hii. Alafu unachukua na warm water, unaweka kwenye kikombe kale. Unakorogea, unakorogea. Unakunywa mara 2 kwa siku. Asubuhi na jioni, ila asubuhi unatumia before kukula, na jioni ukiwa umeisha kula. Asubuhi before kukula, jioni ukiwa umeisha kula. Hiyo sasa inaenda kupambana na maradhi aina zote. Na uzuri wa hii unaweza ukatumia hata kama haumwi, kwa ajili ya kujikinga, kwa ajili ya kuweka kinga kwa mwili. Na uzuri wa hii inatengenezwa na vitu organic kama mnavyoona ndugu watazamaji, kama mnavyoona unapata moringa roots, seeds, unapata leaves, unapata roots, unapata cloves, unapata amla, unapata black seed, unapata chia seed. Na ndio maana nasema huu mchanganyiko usichotibu ni maradhi mengi, unapambana na maradhi mengi. Usichotibu ni kifo na uzee. Kautumie, kila kitu kinakaa vizuri. Sasa hii ni kama pesa ngapi hivi? Tueleze. Hii bwana, hii ni package ndogo ambayo hii tunauza shilingi 500. Unaifungua hivi. Namna ya kuifungua, unachota hii teaspoon, unaweka kwa warm water, kwa chai, kwa uji. Unaweka kwa uji? Hata uji unatumia. Lakini hii ni package ya mtu anayeumwa ambaye anatamani kupona. Unachukua hii teaspoon, unakorogea, unakunywa. Alafu hii ni family package, anaweza kuchukua mzee na mama wakawa wanatumia kwa nyumba. Lakini kwa wale ambao wana changamoto ya sukari, naomba nielekeze kwa umakini sana. Kwa sababu mtu mwenye sukari huwa ni glucose ndio inazidi kwa mwili. Ile glucose ikishazidi inageuka kutengeneza kitu kinaitwa diabetes. Na vitu vinavyozalisha diabetes kwa maana ya hiyo glucose ni vyakula vingi, hususan ni wali, tunazungumzia mchele, tunazungumzia ugali wa mahindi kwa maana ya sapa, tunazungumzia na ngano, vyakula ambavyo vinaongeza kiwango kingi cha wanga kwa mwili. Kwa hiyo vile unapozalisha wanga, unapokula wanga nyingi, unaenda kuzalisha glucose kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo lazima kongosho iwe na uwezo wa kuzalisha insulini kwa ajili ya kumanage kiwango cha glucose kwa mwili. Kwa hiyo unapoenda kutumia hii kwa wale wenye diabetes, kila kitu kinakaa vizuri, lakini tunashauri mtu mwenye changamoto ya diabetes atumie kwenye uji, ila uwe uji wa muhogo. Atumie kwenye uji, ila uwe uji wa muhogo, sio mahindi. Ila magonjwa mengine hayo unatumia kwa warm water, kwa chai, kwa uji, kila kitu kinakaa vizuri. Kwa hivyo pia ulisema kuna dawa hapa inaongeza nguvu za kiume. Kwa wale ambao wakienda kwa bibi wanageukia ukuta, unashindwa kufanya kazi yako kwa uweledi. Bibi akikugusa unakuwa na ile hali ya kusingizia kiuno. Hii ni mabao 5 na 6 ndo naenda kuoga. Karibuni sana. Alafu pia kuna mengine pia uliniambia pia inapunguza kitambi. Kwa wale ambao wana shida ya kupunguza kitambi, tuna dawa ambayo tukiwapa ni dawa ambayo inaenda kuondoa cholesterol na mafuta mabaya. Hata kama tumbo linatokana na, hususan upande wa kina mama, linatokana na mfumo wa uzazi, kwa maana labda alijifungua kwa operation, mwingine labda ni utumiaji wa vyakula hivi ambavyo vinazalisha cholesterol kwa kiwango kikubwa, au mwingine anatumia ana unene tu ule uliopitiliza. Kwa hiyo tukishampa hii inafanya kazi kubwa sana. Tunamtengenezea inaondoa mafuta mwilini. Lakini mafuta ile ya cholesterol ambayo iko kwa mishipa ya lakini hiyo tunaenda kuweka ni vitu vitatu tu. Gani? Tunaweka hii bay leaves,
tunaweka moringa root seeds, tunaweka na hii chia seeds. Kila kitu kinakaa vizuri. Tumbo inaisha. Kila kitu kinakaa vizuri. Labda tupe umuhimu wa hizi dawa za asilia na ile ya dukani. Umuhimu wa dawa za asili, kwanza ni kitu ambacho ni organic. Ni kitu ambacho hakina kemikali. Unaenda kukula, hakuna sumu yenye inabaki kwa mwili. Lakini na zenyewe zinatakiwa utumie kwa kiwango maalum. Lakini kuna zile tunaita ni dawa za hospitalini. Kwa mfano hii dawa ya asili, kwa mfano ukiwa na pressure, nikikupa dawa unaweza tumia ukapona na ukaacha. Na sio lazima wewe unatumia ile dawa kila siku. Lakini ukishaingia kutumia za hospitalini, hatuzuii watu kutumia, ni mtu na choice yake. Unakuwa lazima utumie kila siku. Inakuwa ni muendelezo. Kwa hiyo hii ya kwetu iko tofauti kidogo na zile za dawa za kimaabara. Labda wakupata wapi? Kwa sababu pia unajua mimi ni Mtanzania. Nimetokea Tanzania. Mimi napatikana Dodoma, lakini kuna namba zetu za simu, kwa maana kuna WhatsApp namba ambayo nitaitaja, lazima uanze na plus 255, unaweka ni 0, unaweka ni plus 255 ni 742 ni 155 alafu ni 573. Labda hapa Kenya mko na duka? Hapa Kenya bwana, ndio tumekuja kwa lengo la kujitangaza, hatujafungua duka bado. Lakini saa zingine mtu akiagiza mnaweza kumletea hapa. Tunaweza kumtumia. Tunaweza. Na pia leo pia umepata customer? Nimepata customer. Kama customer atazungumza? Nimepata customer sasa. Mimi nilikuwa kwenda sitanua sasa hivi ni kwenda nenda nyumbani. Sasa imeisha. Mimi kwanza tukujua tutamaliza sukari. Hii mama umepata tiba. Nenda kajipange, kesho tuko unaweza ukaijia ukafuata dawa ya sukari, ukapona pia kwa hizi nini mchanganyiko. Ungeniambia tu hii na hivyo. Inapunguza pia nini sukari. Yaani unajua sukari inatokana na lifestyle. Kitu ambacho watu inatakiwa wajue. Na ukiangalia Kenya, kwa siku zangu chache ambazo nimekuja, ni miongoni mwa nchi ambazo zina watu ambao wana magonjwa ambayo sio magonjwa ya kuambukizwa. Kwa maana ya kujiletea. Yale magonjwa ambayo yanatokana na lifestyle. Kwa maana wanatumia vyakula vingi ambavyo sio vyakula vya organic, ambavyo ni vyakula vile vya kusindikwa. Kwa hiyo kwa ushauri wetu, hata kwa mwenye sukari tu, ushauri wa kawaida tu, kama anaweza kutumia ugali wa muhogo itamfaa zaidi, kwa sababu muhogo haizalishi wanga kama inavyozalisha sapa. Na pia tuache kula wali, yani mchele. Kwa sababu ndio vyakula ambavyo vipo, ila sio sasa ikuwe tegemezi kwamba lazima wewe unakula kila siku. Kwa hivyo umesema hii ni family package ya 1000 nini? Hii ni 2000. Alafu kuna hii hapa ni 1000, kuna hii hapa ni 500. Asante sana. Ukirudi kule Tanzania, wasalimu, waambie watazame Manoti TV. Manoti TV pale kwa YouTube. Manoti TV. Okay. Tukumbushe jina. Manoti TV. Tukumbushe jina lako labda. Mimi naitwa Ivan Maswi. Ivan Maswi. Jina ya Kiingereza ni Ivan hivyo. Ni Ivan hivyo. Asante sana. Na tunakutakia kila laheri. Asante sana. Asante.